Luka 7:11. Biblia inasema baadaye kidogo alikwenda mji mmoja, alienda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye. Na wanafunzi walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomuona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia, akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wamelichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mamaye. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno hilo. Libariki likawa neno la wakati kwa ajili yetu, ili kwamba Bwana, tunapoingia kwenye mwezi wa 5 likawa neno la agano, neno ambalo lina nguvu ya kutubeba mpaka tumalize mwezi huu wa 5 kwa utukufu wa jina lako. Sasa tunapoketi kusikia kutoka kwako, Roho Mtakatifu, karibu tuzungumzie, yatie maneno ya Mungu ndani ya maisha yetu, yakabeba huo uzima na baraka ambazo tunatamani ziwe sehemu yetu ya maisha mwezi wa 5 kwa utukufu wa jina la Bwana. Kwa Yesu Bwana wetu tumeomba na kuamini. Amen. Biblia inazungumza habari za Yesu, na huu ulikuwa ni wakati ambapo alikuwa kwenye huduma yake hapa duniani. Biblia inasema alikuwa amezoea kupita kwenye miji na kwenye vijiji akitenda mema. Na Biblia inasema wakati huo alipita kwenye kijiji kimoja kinaitwa Naini. Na alikuwa na wanafunzi wake pamoja na mkutano mkubwa ambao ulikuwa umezoea kufuatana na Yesu akiwa kwenye huduma. Yesu hakujua kama Naini kulikuwa na msiba. Yesu hakujua kama kulikuwa na mama mjane ambaye alikuwa amefiwa na mtoto wake wa pekee Naini. Lakini Biblia inasema Yesu alikuwa anatembea kama kawaida yake akihubiri Injili. Biblia inasema alipofika kwenye mji wa lango la Naini, akakutana na mkutano mkubwa unatoka nje. Yesu anaingia na ule mkutano mwingine unatoka. Biblia inasema alipoona mkutano mkubwa unatoka, akataka kujua kuna nini kinaendelea. Ndipo Yesu akaona bila kuambiwa na mtu ya kwamba huyu mama aliyekuwa mjane, mama ya mtoto, Biblia inasema akamuona analia. Alipomuona analia, Yesu akamsogelea, akamwambia, mama, usihofu. Biblia inasema katikati ya umati mkubwa waliokuwa na yule mama wakienda kuzika, jicho la Yesu lilimhurumia yule. Na kumbe yule ambaye jicho la Yesu lilimhurumia alikuwa ndio mtoto, mama aliyekuwa amefiwa na mtoto. Nataka kusema nini mchana wa leo? Biblia inasema ya kwamba shetani alikuja kuiba na kufanyaje? Hebu nisikie kama mnajua. Kazi kuu ya shetani duniani ni kufanyaje? Kuiba 1, kuharibu 2. Hebu tuyapange mambo vizuri. La kwanza ni kuiba. La pili, kuiba, kuua au kuharibu. Hebu tuende vizuri. La kwanza ni kuiba. La pili, hebu soma hilo andiko. Yohana 10:10. Na inasema, soma basi kwa sauti. Mwili haji ili aibe, achinje na kuharibu. Kwa hivyo la kwanza ni kuiba, la pili kuchinja, la tatu kuharibu. Biblia inasema kazi ya shetani ni hiyo, ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Na ndivyo alivyokuwa amefanya Naini. Biblia inasema alikuwa ameshaingia Naini kwa nyumba ya mjane, akawa ameiba. Maana kabla ya kuua inatangulia kuiba. Bwana Yesu asifiwe. So shetani alikuwa ameingia Naini kwa mama mjane, akawa amefanya haya mambo matatu. La kwanza, tena alikuwa ameshaiba mtoto wa yule mama mjane, alafu ni mtoto wa pekee wa yule mama, alafu pili alikuwa ameshafanyaje? Ameua.
Haleluya, haleluya. Alikuwa tayari ameiba, ameua. Sasa kilichokuwa kimebaki cha mwisho, alikuwa anataka kuharibu, kwenda kufukia na kuzika. Na alipokuwa sasa amejiandaa kwa hiyo hatua ya mwisho na ya tatu, Biblia inasema akakutana na Yesu. Yesu alipokutana na huo umati ambao ulikuwa ni wa mtoto aliyekuwa ameibiwa, ameuliwa, na sasa anaenda kuharibiwa kwa kufukiwa, Biblia inasema Yesu akaligusa jeneza. Alipoligusa jeneza, Biblia inasema waliokuwa wamebeba maiti ile ndio kwenye jeneza ilibidi wasimame. Lakini Yesu alipokuja jeneza, Biblia inasema wabeba jeneza walisimama. Waliposimama, Biblia inasema Yesu akazungumzia ile maiti ambayo tumebeba kwenye jeneza. Akasema, kijana, ninakuamuru fanyaje? Simama. Biblia inasema sauti ya Yesu ilisikiwa na maiti ikiwa kwenye jeneza. Na yule mtoto aliposikia ile sauti, Biblia inasema akasimama. Biblia inasema aliposimama, Yesu akachukua ile mtoto akakabidhi mama yake aliyekuwa analia. Biblia inasema mpango wa mazishi ukahairishiwa pale pale. Nataka kusema nini? Tuko kwenye lango la mwezi wa 5. Biblia inasema Yesu aliingia kwenye lango la mji wa Naini. Na hapa tuko kwenye lango ndio kiingilio cha mwezi wa 5. Inawezekana kabisa kuna vitu shetani amekuibia. Huko nyuma mwezi wa 4 tulipokuwa tunafunga mwezi, inawezekana kuna vitu shetani alikuibia. Inawezekana kuna vitu shetani alikuharibia. Na sasa kwenye kuingilia mwezi huu wa 5, hapa kwenye lango la huu mwezi wa 5, hapa ndipo shetani anataka kwenda kuharibu kwa kufukia chochote alichokuibia mwezi wa 4. Na mimi nataka kutangaza, kama Yesu alipoingia kwenye lango la mji wa Naini, vivyo hivyo unapoanza hii Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 5, hapa wakati shetani amejiandaa vizuri kwenda kuharibia alichoiba, anakutana na Yesu. Kwa hivyo hakuna chochote cha kwako kitapelekwa makaburini kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usikane kile aliiba alifanikiwa, tunakubali. Usisuliwe na kile alishaharibu, tunakubali. Anaweza kuwa aliiba watoto, aliiba ndoa, aliiba biashara, aliiba amani yako, tunakubali. Lakini message yangu ni hii, hapa anapojiandaa kwenye lango ile mwezi wa 5, wakati adui anajiandaa kwenda kuzika, hatazika. Maana anapojiandaa kwenda, atakutana na Yesu, anaingia mwezi wa 5 katika jina la Yesu. Kwa hiyo chochote alichoharibu anakutana na Yesu akiingia mwezi wa ngapi? Wa 5. Na kama tunaanza mwezi kwa kumkaribisha Yesu ndani ya mwezi, hii ni kusema na kumaanisha chochote ambacho shetani alikuwa amekiiba anaenda kuharibu kwenye msafara wa kutoka, atakutana na msafara wa Yesu akiingia ndani ya mwezi. Na kama atakutana na Yesu, ni kusema na kumaanisha chochote ambacho alikuwa na utiani wa kwenda kuharibu, mazishi yanaharibiwa kwa utukufu wa jina la Bwana. Kuna watu wameibiwa afya mwezi uliopita. Kuna watu wameharibiwa afya, wameibiwa. Na hapa katikati shetani alikuwa na mmoja wao na kinayewe. Walikuwa wameshakutana na uharibifu mahali hapa njiani. Na uweze kujua huo uharibifu, shetani alikuwa anataka kupanga nini baada ya hiyo. Maana akishaiba hatikaki na shetani amefaulu kuyafanya, ujue la 2 na la 3 anaenda kulikamilisha. Haleluya. Kwa hivyo tunatangaza kwa jina la Bwana, kile alikuwa amefanikiwa kuiba, kile alikuwa amefanikiwa kuharibu, amefanikisha hayo mawili tayari. Lakini hili la 3 la kuzika, hatazika. Maana Bwana atakutana naye akienda makaburini, na atakapokutana naye mpango mzima utaahirishwa katika jina la Yesu. Ninazungumza na wale ambao wameibiwa. Ninazungumza na wale ambao wameharibiwa. Kuna vitu shetani amefaulu amekuibia. Kuna vitu ibilisi amefaulu amekuchafuria. Kuna mkono wa adui unauhisi kwenye maisha yako. Kile ambacho nataka nikutangazie, ni kweli ameiba, hatukatai. Ni kweli ameharibu, hatukatai. Kuna kitu, kuna madhara unayahisi katika maisha shetani amefanya. La kwanza na la pili amefaulu, lakini hili la 3 hatafaulu. Maana Bwana yupo kazini kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unazungumza na waathiriwa hapa. Kama hujaathiriwa leo hili si lako. Mimi nazungumza na watu ambao
walikuwa wanapelekwa makaburini. Ujumbe huu ni wao ya kwamba Bwana aliyeahirisha mazishi ya yule mtoto wa Naini, huyo Jehova atakutana na msafara wa chochote cha kwako ambacho adui alikuwa akipeleka makaburini katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Kuimba anaweza akaiba. Na hata hivi nazungumza kwa watu wengi vitu vyao vimeibiwa. Kuimba ameiba tayari. Nazungumza na watu ambao wameshaibiwa. Kuna vitu already kwenye maisha yao hawako nao. Wengine hata ni uchumi, shetani ameshafanikisha. Ameshapata milango iko wazi kwenye biashara. Ameshaiba uchumi. Wengine ni afya, wengine ni amani, wengine ni yani wao unajua kile umeibiwa. Hiyo hatukatai, imeshatendeka. Hiyo tunasema ni past. Na ni jambo ambalo tayari Ibilisi amelifanya. Ameshaharibu. Kuna watu wameharibiwa, hawana amani kabisa, maana amani imeshaharibiwa. Kuna watu ambao vitu vyao vimeharibiwa. Hiyo tunakubaliana. Hili la tatu ndio tunaomba Bwana alifute mwezi huu wa 5 katika jina la Yesu. Hili la tatu ndio tunamwomba Bwana alifute, ya kwamba chochote cha kwetu kilichokuwa kinapelekwa makaburini sasa, baada ya kuwa kimeharibiwa na kimechinjwa, Bwana mtaminacho kirudi imara na kirudi salama kwenye maisha yetu, ya kwamba kama kuna mpango wote aliyekuwa nao wa mazishi juu ya chochote cha kwako, Bwana airishe mpango wote wa mazishi juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Unajua ni nini tu watu wanajua mambo katika ulimwengu wa roho. Ukishaibiwa, kikishaharibiwa chochote cha kwako, Bwana akifungua macho ya roho uone, utaona komiti za ulimwengu wa roho zimeshaanza kwenye vikao wakifanya nini? Mikutano ya mazishi. Yaani maana kazi ya shetani inaendelea kwa mtiririko, ni kuiba, ni kuchinja na kuzika. Sasa ukishafanikiwa uone umeshaibiwa, uone vimeshaharibiwa, Mungu akikupa neema kwenye ulimwengu wa roho, kinachokuwepo wakati huo ni komiti. Kama tunavyoonana duniani, watu wamekaa wanapanga komiti wafanyeje maziko, ulimwengu wa roho unakuwaga hivyo. Hapo kama ni pesa ya mazishi, komiti ya ulimwengu wa roho inakuwaga imeshachana. WhatsApp ya kiroho. Vile unataka mtu amekufa hapa duniani, wanafanya WhatsApp group ya kuchanga hela. Katika ulimwengu wa roho, Mungu akupa neema ya kujua haya mambo. Unakuta WhatsApp ya kiroho imeshafunguliwa na watu wameshaanza kufanya machangizo. Siku ya msiba na mazishi imeshapangwa katika ulimwengu wa roho. Na ikishapangwa hivyo, ndio hapo tunasema sasa Yesu aingilie kati, akutane ule msafara wa mazishi, afutilie mbali katika jina la Yesu. Ndivyo ilivyokuwa na hii. Watu walikuwa wameshachaka kila kitu. Wananzengo walikuwa wamevaa t-shirt tayari zimeandikwa lala salama. Wamama wa vikundi walikuwa wameshavaa dera za vikundi vyao. Watu wenye vikundi walikuwa wamevaa t-shirt tayari. Napendeka vile msingi inafanywa Tanzania. Watu walikuwa wamejipanga, kila mtu kama ni wa kikundi umevaa kikundi. Siku ya kunaka cha kanisa au cha dini, hata kama ni mshirika unavaa kikundi. Ndivyo ilivyokuwa na hiyo. Biblia inasema Yesu alipoingia, mazishi yakahairishwa. Na mimi namwombea mtu mwezi wa 5. Hapa kwenye lango la mwezi wa 5, Mungu aingilie kati, akutane na chochote cha kwako kinachotolewa nje ya lango. Huu mwezi wa 5, chochote kiko kinapangwa kuzikwa, ninatangaza kwa jina la Yesu, huo msafara wa mazishi wa chochote cha kwako ukutane na msafara wa Yesu, akutane jambo jipya kwa jina la Yesu. Acha nikwambie, ulimwengu wa roho na maneno. Hivi tunapozungumza, I'm telling you, kuna msafara wa kiroho. Umebeba jeneza la mke wa mtu, umebeba jeneza la biashara ya mtu. Kwenye ulimwengu wa kiroho kuna jeneza limebeba duka la mtu likienda kuzikwa. Hapa kwenye mwingilio, kwenye lango la mwezi wa 5, hapa kwenye lango, Biblia inasema walikuwa ni lango la Naini, ndipo Yesu alipokutana na msafara. Hapa kwenye lango la mwezi wa 5, lakini Bwana akakufungua macho uone majeneza yaliyobebwa na shetani mengi ya kwenda makaburini. Hapa
hapa kwenye lango kuna maneno. Na Mungu Bwana alikufungua macho uone. Watoto wa watu wako kwenye majeneza wanaenda kuzikwa. Ipo ndoa ya mtu kwenye jeneza inaenda kuzikwa. Hapa kwenye lango la mwezi wa 5. Yupo mume wa mtu amekusudiwa kuzikwa kwenye lango hapa. Lakini atukuzwe Bwana. Kwenye hilo lango ndio tumemuita Yesu. Ili aingie kwenye mwezi huu wa 5. Ili kama kuna chochote kinaharibiwa na shetani, Mungu kwa neema yake akutana huo msafara, vipishane, msafara wa shetani ushindwe katika jina la Yesu. Biblia inasema ile mama akarudiwa na furaha. Biblia inasema ile mama akapata amani tena. Ninakuombea mwezi wa 5 uwe ni mwezi wa furaha. Mwezi wa 5 uwe ni mwezi wa amani. Mwezi wa 5 Bwana kupanguze machozi. Ya kama kuna kitu chako adui alikuwa amekusudia kuzika, Bwana kupanguze machozi, na mwezi wa 5 uwe wa amani na furaha na baraka katika jina la Yesu. Chochote kile kama mwezi wa 5 unazika, Bwana kuahirishia huo msafara wa mazishi. Hivyo vikao vya mazishi, Mungu akuepushe navyo vipishe mbaya. Ya kama kwenye ulimwengu wa roho kuna vikao vilikuwa vimekusudiwa kuketiwa kwa sababu ya mazishi ya chochote, Mungu airishe hivyo vikao, akupe amani na furaha mwezi wa 5 katika jina la Yesu. Haleluya, kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana wetu libarikiwe. Juzi nikiwa mahali nikihubiri, mtoto mmoja kasichana kanaimba. Aliimba praise mpaka nikasema wewe, nikauliza huyu anasoma? Wakaniambia anasoma. Nikauliza darasa la ngapi? Akaniambia grade 10. Nikamwambia pastor yule kanisa, kama huyu angekuwa anasoma ningebeba. Niende naye kwetu tu atuimbia, anaimba kwa sababu inafanya hivi. Mimi nilishangaa baada ya msana kumaliza kuimba akakaa chini. Nikapewa kuhubiri. Nilipomaliza kuhubiri kaambia watu wasimame. Nikaambia watu ndio mikono juu wapokee nguvu. Huyo mtoto mwimbaji alifanya kitu sijawahi kuona tangu nimeanza kuhudumu. Alikuja hapa kwenye madhabahu, akatoa jicho saizi hii. Nikamuuliza na wewe? Akaniambia nimekuja hapa nikuue wewe. Nani amekutuma kwenye area yetu? Umekuja hapa na ruhusa ya nani? Unaona kitu nikupatia kazi? Nilishangaa. Unaona kitu nikupatia kazi kubwa ya mjengo, tukakuvutia na mafundi hata ukitaka kuacha ujenzi. Hata sikuchelewa kuja. Tulitaka usije hapa. Tulikupea kazi kubwa sana ndio usije hapa maana unajua na nini mtu wako. Nikamuza by the way sikutaka wewe mkutano. Mkutano ulianza Jumatatu. Ninasikia tu sitaki kwenda Jumanne, sitaki kwenda Jumatano, sitaki kwenda. Hiyo Alhamisi nilitoka hapa saa 8. Sisikia hata kwenda. Sasa nikajua kuna ni mapepo yaliyofanya kazi. Alipotoa jicho, akaniambia tumekuja na tukue. Nikamwambia mkuu nini? Ate unanijua. Unakujua inaitwa Salusi, uko na gari zingine huko umesumbua watu huko. Kingine umekuja kutuharibu. Mtaweza kuniua. Tunataka kujaribu. Mtoto mdogo tunataka kujaribu. Nikasimama nikamwambia jaribu tuone. Sana akaanza kufanya vile wa mangugu wanafanya hivi. Nikamwambia jaribu, mimi nimekupa ruhusa. Anajaribu hivi anafanya. Sasa mbona unikongi? Sema hiyo moto basi uone moto iko wapi? Hii moto inakuzunguka hivi. Hebu wewe sema hiyo moto uone kama utakufikia. Mtu akafanya mtuko, akafanya mtuko, baadaye namuombea. Pepo linasema, tunakulaumu sana kuja hapa. Maana kama sio kuja kwako hapa, huyu msichana hii mwezi unaanza hata angeingia. Tunataka tu hivi akienda shule hapo kuna mtu mkubwa sana. Tunataka akienda shule ateleze kwenye huo mtu, aanguke na hiyo maji aende naye. Sasa msikia nakwambia malaika Mungu akufungulia macho uone. Kuna mazishi mengi ya pango huu hapa kwenye mwezi wa 5. Kuna vitu vingi sana shetani anapanga. Kuna maajabu shetani anapanga. Ni vile tu wewe ukatalia mwilini ulimwengu wa roho hujui vizuri. Lakini ungejua kile shetani anakupangia, ungejua usiku na mchana mambo gani shetani anakupangia, haungeishi Mkristo wa dada mama hivyo kwa mchezo. Ungeingia kujifunga mshipi vizuri, maana huko kuna nguvu zaidi ya vile unafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumza hivi nikikwambia kweli, mazishi yale yamepangwa in the spiritual realm. Yesu asipoingilia kati, tusipomkaribisha Yesu mwezi wa 5, Yesu aingie mwezi wa 5, yale mambo shetani anapanga kuondoa hivi mwezi wa 5 kwetu ndio mengi. Yaani afadhali kumkaribisha Yesu mwezi wa 5. Hapo kwenye lango la mwezi wa 5, Yesu aingie ndio atakapokuwa
utakuwa tu mwezi wa 5 katika jina la Yesu. Maana kuna watu shetani amepanga mwezi wa 5 hawatamaliza. Maana kuna watu shetani amepangia ndoa yao mwezi wa 5 haitakuwa na amani. Maana kuna watoto wa watu shetani amepangia mwezi wa 5 watasumbua wazazi. Kuna vitu vya ajabu ambavyo tunahitaji Yesu aingilie kati ili asimamishe mipango iliyo mikononi mwa shetani juu ya maisha yetu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona kulazimisha hapa tufanye kwa ukiona simama hapa na dai hela kilazima ni yale mipango shetani anayo kwa sababu ya hii njema. Shetani anasimamia kitu kama tutaona kama utamaliza ile njema. Umejifanya kiherehere unaifanya ngoja tuone kama utamaliza. Mimi nikamwambia watch and see kama utamaliza. So ukisikia na kuomba hela hapa ni ili tuaibishi mipango hiyo katika ulimwengu wa nini? Ukisikia nasema milango hiyo fungo kwa utani, nasema nitaka kuwasachi mtoe hela, ni kuaibisha mipango ambayo shetani anataka katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Aliniambia juzi, nitakutolea watu wote kanisani. Mpaka wale watabaki hawataweza kumaliza nyumbani. Nikamwambia jaribu. Kama una nguvu jaribu. Kama una nguvu akataja watu, unaona kinafanya au unalinga nao. Wewe subiri muone. Kama shetani anajua mpaka watoaji. Shetani anajua mpaka nini? Watoaji. Akaniambia sasa kiburi kwa sababu unafanya huko ndani. Unafanya ile unajidai unalinga. Ngoja tutamtoa. Nikamwambia jaribu tuone. Shetani anajua mpaka majina yenu. Shetani anajua mpaka majina yenu. Na kama jina lako kumjenga, ananiambia kama ni kuonesha mahali anakaa. Shetani anashika mkono hivi, ananipeleka kwa kitu fulani ananiambia kwenye anakaa hapa. Juzi alishinda kutaka jina la mtu huko ndani. Sijui ilikuwa ni mtumwa au nini. Nikamwambia yuko huyo mbona simjui? Akaniambia namjua. Nikamwambia simjui. Akaniambia shika mkono. Kuonesha huyo mwenye anasema anakaa hapa. Nikamshika mkono hivi akanipeleka akaniambia hiki kiti hiki. Sasa kiti nani anakaa? Sawa. Kwa shetani anakujua vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anakujua vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shetani anakujua vizuri sana. Acha kujifariji. Kama unasikia mama Yesu anasema hata usijihesabie haki. Shetani anakujua roho. Mwanzo na mwisho anaangalia yako hivi. Akaniambia unajidai. Akaniambia uko nilipeperusha fulani. Nilipeperusha kama upepo wa kisulisuli. Leo yuko wapi? Nikamwambia kwani ulipeperusha nani kwani ni nani? Na hata sasa nataka kupeperusha fulani hapo ndani na mfanye unakuwa na kiburi. Hebu tunamwambia Bwana tuwailishie kila mpango shetani anapanga mwezi wa 5 katika jina la Yesu. Niombe langu ya kwamba kama kuna mpango wowote shetani amepanga baada ya kuiba, baada ya kuharibu, sasa tunataka kwenda kuzika mwezi wa 5 akutane na mkutano wa Mungu uailishe kile ambacho amekusudia juu yetu katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilimwambia watu tuombe Jumatano za mwezi wa 5. Na mimi sikuwa najua sana lakini nisikia tu tuliombea kanisa. Sasa nilipokuwa nafanya delivery hiyo muda ananiambia nitapeperusha fulani kwa hesabu watu 3. Nitapeperusha hao kina fulani wanajifanya wana kiburi. Shetani akaniambia, "Hivi lakini wewe mbona tusumbua tukienda hivi unaenda hivi? Tulikuwa tumekamata hilo kanisa na tukasema hamtajenga. Hivi miaka miwili mlikaa kwa mnafikiri mlikuwa msikia hapo kujenga kwa nini?" Nikauza pepo ile kumbe ni sisi. Sasa tuliposema hamtajenga, tulishangaa ghafla unapanga maombi. Haya maombi yanatupeperusha. Alafu watu wako ni waombaji wazuri sana. Wakiamua kuomba wanaomba kuomba. Na tukiwakamata tunawakamata. Wale mapepo yanasema. Akasema nikauza pepo sahihi. Sahihi kabisa hiyo inafaya. Sahihi hatuwezi kusogelea mtu. Huko ndani sijui mmeweka nini? Kuna moto. Nguvu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka Ibilisi anajua kanisa linafanyaje? Linaomba. Mpaka Ibilisi anajua kuna watu wanakesha kwa sababu ya nini? Ya kazi ya Bwana. Mpaka Ibilisi ana ushuhuda. Hata tujaomba Jumaa kama niambia, hata leo mmesema Jumaa mtakuwa mnalala kanisani. Ibilisi anajua. Ndio maana nakwambia usione shetani kama ni katoto, ni mzee wa siku. Alikuwepo hujazaliwa wewe. Haleluya. Akaniambia tutasikia hata Jumaa mmetangaza tutakuwa mnalala kanisani. Tuna habari hiyo. Tunajua hizo habari. Nikajua kumbe kuna nguvu katika nini? Maombi.
Yesu asifiwe. Ninakuombea mpendwa, ya kama ndio inaweza kuwa imeharibiwa, ndio imeibiwa, lakini hii hatua ya mwisho kwenda kuzika, Bwana alete afueni juu ya chochote cha kwako katika jina la Yesu. Kuna watu wamekana vitu ambavyo hawana, ndio. Kuna watu wako kwenye hatua ya kuibiwa, ninakubali. Kuna watu wako kwenye hatua ya kuharibiwa, vitu vimeharibiwa, lakini mimi namuomba Bwana hii hatua ya mwisho isifanyike na isifaulu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ataingilia kati katika jina la Yesu. Simama juu kwa miguu. Tunapoamini katika nguvu ya kama chochote cha kwako ambacho kiko kwenye jeneza, huo msafara wa kwenda makaburini umeanza. Kabla hujafika makaburini, kabla hujazikiwa hiyo afya, kabla hujazikiwa hicho, Yesu anakutana na wewe kwa jina la Yesu. Ukifika madhabahuni, anza kupokea hiyo nguvu, anza kupokea hiyo nguvu, maana imetanda, iko hapa. Kila msiba uahirishwe, kila waliobeba jeneza, Bwana alikuza hiyo jeneza. Weza kupokea nguvu, imejaa hapa. Neema ya Bwana ni tele hapa. Anza kupokea, mwambie Bwana asante, kwa sababu hakuna msiba wowote juu ya chochote cha kwangu alichokiiba shetani. Kwa jina la Yesu, in the name of Jesus. Baba, tunatangaza nguvu ya kuahirishiwa msiba, nguvu yoyote iliyopangwa vizuri na shetani ya kuahirisha, ya kuzika msiba huu, Yesu anaahirisha, Yesu anaahirisha kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tangaza nguvu ya kuahirishiwa msiba, nguvu ya kuahirishiwa msiba, nguvu ya kuahirishiwa msiba. Neema ya Bwana iahirishe msiba wowote uliopangwa juu yako, uliopangwa juu yako, uliopangwa juu yako, uliopangwa juu yako. Kwa jina la Yesu, napendekeza ulimwengu wa Bwana na mwisho. Kwa msafara wa mazimu, kwa msafara wa watu waliobeba jeneza, ambao wamebeba bidhaa zake, kwa msiba uahirishwe. In the name of Jesus. Pokea nguvu, nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu. Jiachilie mbele za Bwana. Ipo nguvu, ipo nguvu, ipo nguvu ya Mungu juu yako. Pokea neema, pokea kibali cha kuwekwa huru na kufunguliwa. Ibada hii kufungue neema inayofanya kazi kwa madhabahu, ikuweke huru. Be free, be free, be free, be free, be free. Funguka, funguka, funguka kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, natangaza nguvu ya Mungu iliyoainisha maziko ya mama wanaini ikawa juu ya sisi. Kuanzia sasa, maadui wote waliobeba jeneza, waliobeba chochote cha kwetu, Bwana alikuza jeneza hilo. Maadui wasimame, maadui wasimame. Pokea neema, pokea nguvu ya Mungu, pokea nguvu ya Mungu na uwezo wa kuainisha, wa kuainisha, wa kuainisha, wa kuainisha, wa kuainisha kwa jina la Yesu. Father, in the name of Jesus, natangaza nguvu ya Mungu. Chochote kimepangwa, chochote kimeibiwa tayari, maana Yesu katika ulimwengu wa roho kuna vitu vimeibiwa tayari. Wewe wamefaulu kuiba, wamefaulu kuharibu, lakini kwenye hatua ya mwisho ya kumalizia, wanapoishia kwenda kuzika, kabla hujafika makaburini, natangaza nguvu ya kustopisha, nguvu ya kuachilia, nguvu ya kuainisha, nguvu ya kusema hakuna maziko juu ya hii familia kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu alivyoainisha maadui, ainisha maadui wa mama huyu, wacha kuwa na furaha na amani katika nyumba yake. Maana hii maziko, ainisha msafara na aibu na kuchekelewa ambako adui wamekusudia. Ainisha, 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 ainisha Bwana, ainisha, ainisha. Ili maadui mliobeba jeneza la huyu kama uchi, achia, achia. Nimesema achia. Nyinyi maadui wa maisha yake mliokamatia pia kwake, come out in Jesus name. Kama acheni mikono yenu, kama mikono yenu ni chafu juu yake, natangaza nguvu ya kuahirishiwa in Jesus name. Baba, kwa jina la Yesu, come out, ahirishiwa, ahirishiwa msiba, ahirishiwa msiba. Nasema nyinyi kwa msiba, nyinyi mliobeba jeneza, simama, simama hapo, wachie.
pili, ya tatu, get out. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunatangaza misiba yote yairishwe. Misiba ya aibu. Misiba. Roho ya misiba na kukamata. Get out. Toka. Haraka kwa jina la Yesu. Yenye wabeba jeneza. Haraka. Hapo ulipofikia. Weka jeneza chini. Tunatangaza vitu vyake vyote kwenye jeneza. Vitoke chini. Viachiliwe. Pokea nguvu. Sasa. Receive now in Jesus name. Kwa jina la Yesu. Misiba ya aina zote nafuta. Haraka. Ibo ndo haraka. Shika njia mwende. Haraka shika njia. Yenye wenye misiba kwa jina la Yesu. Msiba walipo. Tunatangaza kwa mamlaka. Unairishwa. Na kuanzia sasa, we set her free. Baba kwa jina la Yesu. We speak life. Tunatangaza uzima. Haraka. Yenye mapepo, yenye evil spirit, yenye makutumba kwa jina la Yesu. Tunatangaza hamna msiba. Hapa hamna msiba tena. Katika ulimwengu wa roho na mwili, we declare and decree hamna msiba in Jesus name. Ila mikono juu. Baba kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Mungu uzima. In the name of Jesus. Tunatangaza huyu hatakufa. Hamna msiba juu yake. Wewe roho ya mauti uliyekuwa umeiba vitu, hakuna kuzika. You are burning nothing. Hauziki chochote cha huyu dada. Tasema hauziki. Tunakanusha hauziki. Hauziki kama mama wanaini alipoilishiwa msiba. Tunailisha msiba. Na tunatangaza power ya Mungu in Jesus name. Father, by the reason of the blood, tunatangaza kuna msiba juu ya dada. Haraka. Hebu toka mwende haraka. Kwa jina la Yesu. Tunatangaza baba huyu. Msiba wa ndoa upo. Msiba wa ndoa. Ninyi mlioweka ndoa yako itengeneze. Tayari kuipeleka makaburini. Listen to me. Hakuna. Pekele mwende haraka. Nimesema pekele mwende. Rekea shikwa. Kimbia haraka. Kimbia mwende. Kimbia haraka. Come out in Jesus name. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wewe ulioweka afya yako kwenye jeneza. Tunatangaza hilo jeneza lililobeba afya. Shadabaganda. Yachilie mbele za Mungu pokea uzima. Sheketa ya masia ndani. Wewe jeneza la afya. Tunatangaza hauzikwi. Nyamaza. In the name of Jesus. Ninatoa hii afya kwenye jeneza. By the reason of the blood. Afya yako iachiliwe. Funguliwe. Simama vizuri. Baba, kwa utukufu wa jina la Yesu, ninatangaza kwa mamlaka ya damu ya Yesu, chochote kilichobeba chochote cha udada kwenye jeneza, I speak life. Kama vile Yesu aligusa jeneza, kijana akasimama. Tangaza chochote ndani ya jeneza, kisikie sauti hii, kiwe hai na wabeba jeneza kwa jina la Yesu Kristo. Wachilo jeneza. Kwa jina la Yesu Kristo. By the reason of the blood, we set you free in Jesus name. Jiachilie upokee uzima. Baba, kwa jina la Yesu. Wewe uliye na afya ya dada huyu kwenye jeneza, hebu mwachie. Achia. Ile jeneza la afya. Kama Bwana ulishike. Kama vile ulishika jeneza la yule mtoto. Gusa ile jeneza Bwana Yesu. Guza ile jeneza. Hii nafsi toka kwenye jeneza. Hii jeneza hii nafsi iachiliwe. Wewe jeneza. Funguka sasa. Mwachie mwili. Mwachie kwa sauti. Mwachie wewe huru. Kwa sauti. Nasema kwa sauti.
haraka, by the reason of the blood. Natangaza Bwana, huyu mdada achiliwe, huyu mdada achiliwe, vitu vyake vyote, maisha yake yote, kila kinachokuhusu ambacho ibilisi ametia kwenye jeneza. Natangaza Bwana, uguze hilo jeneza, uguze hilo jeneza. Kiliguza jeneza, ataachiliwa huru, ataachiliwa huru, atafunguliwa, atafunguliwa, atafunguliwa kuanzia sasa. I set you free in Jesus name. Father, in the name of Jesus. Kutoka kwenye jeneza naka. Toka kwenye hilo jeneza. Sogea. Inua mikono juu. Baba, katika jina. In the name of Jesus. Huyu azikwe. Atangaza azikwe. Acha mikono. Acha mikono yako. Acha mikono. Acha mikono. Power of Jesus. Jeneza liguswe. Lile ambalo limebeba vitu vyake. Huyu haendi kuzikwa. Biashara yake izikwe. Yeye mwenyewe azikwe. Natangaza kuna kinazikwa. Be free. 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 In Jesus name. Baba, kwa utukufu wa jina lako, ninatangaza neema ya ukombozi. Natangaza nguvu ya Mungu iliyoahirisha msiba wa Naini, ikaahirisha msiba. Kila roho za giza ambazo zimefurahi the spiritual realm na kama kuna msiba, natangaza habari njema kwenu. Huyu azikwi, hamna msiba kwake, hamna machozi, hakuna kusononeka, maana nguvu hii anayeipokea mchana wa leo inamfungua, 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 inamfungua. Funguliwa, 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 funguliwa haraka. Ndio funguliwa. Power, power, fire, 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 fire. Funguliwa sasa. Kwa jina la Yesu, weka huru, weka huru, weka huru, weka huru. Kila msiba tunairishia, tunairishia hapo hapo. Hapo ulipo, tunairishia hapo hapo. Come out in Jesus name. Amachie wewe huru. Awe huru kwa jina la Yesu, na kuanzia sasa hamna maziko kwake in Jesus name. Kwa jina la Yesu Kristo ninakubariki sasa. Future yako ninaibariki, hatima yako ninaibariki. Au wachawi tunaahirisha mipango yao juu yao, na kuanzia